umbo tu. Nitatoa mifano michache, lakini kwa mfano kuzungumza aibu ya mwingine si sawa, lakini kama utazungumza magonjwa ya ndugu zako mbele ya madaktari, hii inafaa. Ukizungumzwa ugonjwa wa ndugu zako, jamaa zako mbele ya madaktari, hii inafaa kwa sababu uko na matabibu. Ndugu zanguni, ummat huwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haswa maamuma ambao wanaongozwa na maimamu mbalimbali na walimu mbalimbali katika misikiti. Asilimia kubwa ndugu zanguni, wengi wao hawajui chochote katika sheria ya dini. Kwa hiyo katika darasa zetu, mimi naomba walimu wote na maimamu wote katika darasa ambazo zitakuwa zikiendelea katika mfungo wa Ramadhani, izungumzwe sheria, na sheria ambazo kwa zikizungumzwa fiqhi, na haswa kuanzia mwanzo kabisa udhu. Ndugu zanguni, kila mwalimu anaona kwamba na wengine wote wanajua kama wanavyojua yeye, lakini ukweli wa mambo, mfano wa kwanza, tazameni nyinyi wenyewe katika siku za aljuma, khutba kwa mfano inapokuwa ni ndefu kidogo, wangapi wanalala katika msikiti, wangapi wanalala katika wale musallina wanakuja kuswali, tena mikao ambao sio rasmi. Na baada ya hapo inapokimiwa swala, anaamka na anaswali, huyu anaswali bila ya udhu. Ukweli wa mambo, hajui na waqidul udhu. Kwa hali hii ndugu zangu, ni katika darasa ambazo tukao zikiendeshwa katika misikiti katika mwezi wa Ramadhani, mimi nakuombeni walimu tuweke darasa za fiqhi, watu wajue. Hivi mfano mwingine, kwa mfano kuna ustadhi rafiki yangu Maulana Abubakar, yeye ni mwongozaji wa watu hija, kila mwaka anawaongoza watu hija, wana taasisi yao. Bwana mmoja namuuliza akiwa hija huko, unajua mtu akienda hija huko ndugu zangu, ni swala amali anazo. Anamuuliza hivi shekhe, naomba unambie janaba haswa ni kitu gani? Janaba haswa ni nini? Yani naomba unifahamishe. Haji. Yule shekhe akamwambia, hebu niambie wewe unavulijua janaba unajijuaje? Yule bwana akasema, mimi ninavyojua janaba, kama utazini na mwanamke huko nje ambaye sio wa ndoa, ukazini nayo huko nje, hapa ndo unapata janaba. Lakini sasa mke wako umetoa mahari, umefungishwa ndoa na baba yake na harusi na wali umeliwa, hapa unapata janaba kwa njia gani? Huyu jamaa yuko Maka huko ndugu zanguni, yuko Maka. Hii inaonyesha hajui chochote katika hata hizi tohara zake. Sasa kama yeye ndio hivyo, je, huyu mke wake inakuwaje? Kwa hiyo ndugu zanguni walimu, tuwekeni darsa za fiqhi, haya mambo madogo madogo haya kwa ajili ya kuwafahamisha watu. Bwana mwingine naye limekuja, kwa sababu nimesema mwanzo kwamba kuzungumza aibu za watu ni vibaya, lakini kuzungumza ugonjwa mbele ya madaktari watajua ufumbuzi. Ugonjwa ndio haya magonjwa ya umma, hawajui chochote katika sheria ya dini, wanafanya amali kama hivyo. Haji yuko huko, sasa sijui ana majanaba magapi huko, na madaktari ni mashehe ndugu zangu. Bwana mmoja naye imefika mwezi wa Ramadhani, kama Ramadhani uliopita hapo, anauliza, huo muda ni wa saa 5 mchana, ameswali swala ya asubuhi nyuma ya takbira ya kwanza imamu msikitini. Baada ya kumaliza, wakati mwingine kwa mfano kama nyakati kama hizi, swala ya asubuhi huwa inakuwa ni mapema, kunakuwa bado hapajapambazuka pale swala inapomalizika. Huyu bwana akarudi nyumbani kwake. Aliporudi nyumbani kwake, akamkuta mke wake bado kalala kitandani, mwezi wa Ramadhani huo. Baada ya kulala, akamkuta mke wake kalala, naye akapumzika. Basi hao jamaa akakutana huyu bwana na mke wake. Sasa hii ni saa 5, anauliza, shekhe, mimi na swali, nimekutana na mke wangu asubuhi ya Ramadhani, na mashekhe wanasema hivi, yeyote atakayekutana na mke wake mchana wa Ramadhani hana saumu. Mimi nimekutana na mke wangu asubuhi ya Ramadhani, saumu yangu ipo? Ukweli wa mambo ndugu zangu, kuna hali ngumu sana katika umma, kuna hali ngumu sana ya uelewa, hasa haya mambo madogo madogo. Mimi rai yangu, kila msikiti na kila mwalimu na kila imamu katika vipindi vyote vya siku nzima asimamie au aeleze hata zile nawaqidhul udhui. Hivi ndugu zangu, kwa mfano
sisi tunasafiri. Tunaposafiri kuna sehemu tunafika, tunaambiwa dakika 10 hotelini kuchimba dawa. Pale katika ile mavyoo ya pale hotelini kuna masinki ya kumlazimisha mtu kwenda haja ndogo wima, wanaume. Hivi wale wote wanaokwenda haja ndogo wima wale ina maana ni Wakristo wote wale? Na ina maana wote hawaswaligi wale? Na mwanamume anapokwenda haja ndogo namna kama hiyo, kandia kama hiyo, anapataje tohara katika nguo zake? Ina maana haswali anakoenda huko? Huyu hajui chochote katika nawaqidhul wudhu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mimi ombi langu kwa walimu na maimamu, tuna dhima kubwa. Jingine tena ndugu zangu, ni kwa maimamu na walimu, nikiwemo mimi mwanafunzi wa walimu, imamu yoyote au mwalimu yoyote, imamu yoyote asipowaathiri wale maamuma wake kwa ilmu yake, aelewe jahala ya hawa maamuma watamwathiri yeye mwenyewe. Yani jahala ya hawa maamuma hawa watamwathiri mwenyewe. Na ndio leo maamuma wangapi wanaona labda shekhe kanunua kanzu nzuri, wanamsengenya, wanamsema namna kama hivyo. Lakini kwa mfano, hebu wechukulie tu mwalimu yoyote aliyemfundisha mwanafunzi wake darasani, hivi ni mwanafunzi gani hata kama ataona kosa limefanywa na mwalimu wake akalisema huko nje? Haiwezekani kabisa, na ataficha na hatosema. Hata kama atajua kwamba mwalimu wake kafanya kosa hapa, hatosema kabisa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu mwanafunzi ameathirika na ilmu ya mwalimu. Kwa hiyo na hao maamuma hawa, ndugu zangu, ni maimamu na shekhi na walimu, wakiathirika na ilmu ya imamu ya mwalimu, ukweli wa mambo wote hawa watakuwa sawa na wanafunzi wako, na wote watakuwa ni wanafunzi wako. Kwa sababu ukitazama maisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wake walikuwa ni maamuma wake, na hata mmoja hakuna alomsaliti. Kwa ajili hii ndugu zangu, ni tumuombeni sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki. Mimi ombi langu kwa walimu, insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda, katika hii Ramadhani inayokuja tuwekeni darsa za fiqhi, na sio kueleza mambo makubwa sana, haya madogo na waqidhul wudhu. Yani leo ndugu zangu, ni wazee hawana muda wa kwenda kusoma madarasani. Hata kama mwalimu utapiga kelele namna gani, wazee njooni kuna darasa hapa, hawatakuja. Isipokuwa hawa wanapatikana katika vipindi vya swala, na ile darasa yao iwe ya kuwakaririsha. We eleza tu mambo yanayovunja udhuni, la kwanza ni hili, la pili ni hili, la tatu ni hili, la nne ni hili, anwao na jasati ya kwanza ni hii, ya pili ni hii. Watakamata kwa darasa hiyo. Kwa hali hii watakamata na wataelewa. Lakini waambie leteni vitabu, hawatoleta kamwe kabisa. Kwa inshallah walimu zangu, mimi sikuwa na wapeni mawaidha utamfundishaje simba kung'ata wakati simba ndio kazi yake. Mimi nilikuwa natoa tu fikra kidogo, inshallah kwa ajili ya tujue kwamba kuna masuhulia makubwa ambayo tunao kwa hawa watu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, na kile ambacho tulichonacho tukifikisha kwa umma kabla hatujaenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi